fanyisha, na utafanya kwa nguvu, na utafanya kwa kadiri ya mwili utakavyo, lakini mwisho ni kufa tu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa tunapozungumza, tunaingia sasa kwenye somo lenyewe. Tunapozungumza kwa habari ya vikwazo au vizuizi kwenye maombi, maanake tunazungumzia hivyo vizuizi, maanake ni vikwazo au mambo yanayosababisha mazungumzo kati ya mwana na baba kutokuwepo au kuwa hafifu au kutokuwa mazuri. Haleluya. Yaani kwa namna nyingine tunaweza tukasema ni vikwazo au mambo ambayo husababisha mazungumzo kati ya mwamini na Mungu wake kutokuwepo kabisa au kuwa hafifu au kutokuwa mazuri. Haleluya. Haleluya. Sisi ni wana wa Mungu. Yaani sisi baba yetu ni Mungu. Haleluya. Haleluya. Yeye ndiye ambaye ametuzaa na kutuingiza katika agano la uzima wa milele kwa namna ya kutoa uhai wake, kwa namna ya kutununua kwa damu yake na kutuingiza katika agano la uzima wa milele. Haleluya. Hasa tunapozungumza kwa habari ya vikwazo, kwa habari ya vizuizi, maanake ni yale mambo yote yale ambayo tumesema kwenye maombi, vizuizi katika maombi, kwamba ni mambo yote ambayo yanakuwa yanatuzuia tusizungumze na baba yetu. Haleluya. Baadhi ya mambo hayo, la kwanza, shughuli nyingi. Yaani shughuli nyingi. Shughuli nyingi. Kiufupi, tunapozungumza kwa habari ya shughuli nyingi, ni kuwa bize juu ya yale ambayo ni kipaumbele kwako au changu au chako. Haleluya. Unakuwa bize kwa mambo yale ambayo ni kipaumbele chako au kipaumbele changu. Haleluya. Haleluya. Bwana tusaidie. Na kukosa muda wa kukaa na Mungu wako. Yaani na kukosa muda wa mimi kukaa na Mungu, au au wewe kukosa muda wa kukaa na Mungu. Mfano wa shughuli hizo nyingi zinaweza zikawa kazi binafsi, kazi za maofisini, inaweza ikawa ni familia, inaweza ikawa ni starehe, kwa mfano mpira, na hali yoyote ile ambayo inaweza kukusababisha kutokukaa kwa mazungumzo na baba yako. Haleluya. Vitu hivyo unaweza kawa pengine, hiyo hali inaweza kawa pengine mvua, jua kali, pengine kukosa pesa na kadhalika na kadhalika. Haleluya. Shughuli hizo nyingi shughuli hizo nyingi zinapelekeaje vikwazo vya sisi au vya muamini kuwa na mazungumzo na Mungu? La kwanza, tunakosa faragha na Bwana. Haleluya. Shughuli hizo nyingi maana yake zinatunyima kuwa na ufaragha na baba yetu na Mungu wetu. Haleluya. Na unapozungumza kwa habari ya ufaragha, maana kunazungumza kwa habari ya kwamba Mungu anahitaji muda, anahitaji utulivu, anahitaji pia na mahali. Hasa hizi shughuli nyingi zikitusonga, hizi zinatukosesha kabisa, ambapo zinatusababisha kutokukaa faragani pa Bwana. Haleluya.
Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Na tukisha kukosa kukaa faragani pa Bwana, linalotokea ni nini? Linatokea tunakuwa na upofu na uziwi. Haleluya. Kwa sababu Baba anatamani azungumze nasi. Baba anatamani aseme na sisi, lakini muda huo vile vipaumbele vyetu ambavyo tumeviangalia hapo juu vimetusonga. Kwa hiyo hatuna muda na Baba. Baba anataka atusemeshe. Baba anataka tujulishe kwa habari ya jambo fulani, lakini tuko bize. Haleluya. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Kwa hiyo mwisho wake usababisha upofu na uziwi. Ukisoma Zaburi 91 na mstari wake wa kwanza. My Lord. Zaburi 91 na mstari wake wa kwanza. Naomba tu Mungu anisaidie, viko vipengele kama vitatu tu. Zaburi 91 na mstari wake wa kwanza anasema, aketie mahali pa asili pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Ninazungumza kwa habari ya kwamba katika hii Zaburi ninazungumza kwa habari ya kwamba Baba anahitaji tuwe na faragha naye. Lakini kati ya kitu ambacho kinatuzuilia kwamba tusipate kukaa miguuni pake, tusipate kukaa na yeye, tusipate kuzungumza pamoja naye, ni pamoja na hii shughuli nyingi ambazo hupelekea ya kwamba tunakosa faragha pamoja naye. Na tukisha kosa hiyo faragha, tunapata upofu wa macho, upofu wa uziwi. Yani hatusikii sauti ya Baba, yani hatuoni. Haleluya. Kwa hiyo sasa hapa Zaburi ya 91 anazungumza ya kwamba Baba anamhitaji yule mtu ambaye atakaa mahali pake. Alafu akishakaa mahali pake pasili, yani akikaa katika baraza lake, anasema atakaa katika uvuli wake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukikosa sasa, nini ambacho kinatokea? Tumesema upofu na uziwi. Upofu na uziwi tunaweza tukaona katika Mhubiri ile sura ya 5 na mstari wake wa 3. Mhubiri, kitabu kile cha Mhubiri ile sura ya 5 na mstari wake wa 3 na mstari wake wa 3, neno la Mungu linasema hivi. Haleluya. Hapa naona nimekosea kidogo, lakini ngoja tuone 5:3. Ile Mhubiri ile sura ya 5 na mstari wake wa 3 nasema hivi, kwa maana ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi, na sauti ya mpumbavu kwa njia ya wingi wa maneno. Haleluya. Kwa hiyo sasa tumesema tukisha kuwa na shughuli nyingi husababisha kwamba tunakosa kuwa na faragha na Mungu wetu. Na tukisha kosa kuwa na faragha na Mungu wetu, kinachotokea ni upofu na uziwi. Nini ambacho anazungumza Mhubiri? Anazungumza kwa habari ya ndoto, kwamba mara nyingine huja kwa shughuli nyingi. Kumbe wakati pengine ambapo tumepumzika, wakati ambapo Mungu angetamani kwamba pengine atufunulie maono kwa njia ya ndoto, au aseme nasi kwa njia ya neno, au aseme nasi kwa kupitia watumishi wa Mungu, lakini wakati huo
tutajikuta kumbe yale mashughuli yote yale ambayo tumeweka vipaumbele ndio ambao usiku unakuta ndio ambayo yana flow kwenye vichwa vyako. Maneno yale ambayo umeyapokea pale kazini pako ndio unakuta yana flow kwenye kichwa chako. Mungu anakosa nafasi. Mwisho wa siku Mungu alitaka tufunulie, Mungu alitaka tuonyeshe maono, lakini tunashindwa kwa sababu ya shughuli hizo nyingi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ukisoma katika Wakorinto wa kwanza ile sura ya 14 na mstari wake wa 11. Wakorinto sura ya kwanza mstari wake wa sura ya 14 na mstari wake wa 11. Neno la Mungu linasema hivi: basi tunaweza tukaanzia huo mstari wa 10. Yamkini ziko sauti za namna nyingi duniani, wala hakuna moja isiyo na maana. 11. Basi nisipoijua maana ya ile sauti, nitakuwa kama mjinga kwake yeye anenaye, naye anenaye atakuwa mjinga kwangu. Haleluya. Bwana tusaidie ya kwamba kwa sababu ya hizi shughuli nyingi tutakuta tumetingwa, hatukai faragani pa Bwana. Kwa hiyo sasa kinachotokea hatuijui hata sauti ya Bwana anapotaka kusema nasi, pengine kwa ajili ya kutuandaa au kwa ajili ya kutuandaa kwa ajili ya jambo ambalo liko mbele yetu. Tuko na mashughuli yetu tu ndio ambayo yana flow. Mwisho wa siku hatutaijua. Baba atasema lakini tutakuwa wabubu tu. Haleluya. Samueli wa kwanza ile sura yake ya 3 na mstari wake wa 3 hadi 8. Samueli wa kwanza sura ya 3 mstari wake wa 3 hadi wa 8 anazungumza kwa habari ya Samueli kwamba alikaa madhabahuni pa Bwana siku zote tokea utoto wake. Aliwekwa hapo madhabahuni pa Bwana, lakini hakuijua sauti ya Bwana. Hata alipoitwa akaitwa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3. Nini ambacho kilikuwa kinatokea? Kwa nini asitambue mara ya kwanza na mara ya pili na mara ya 3? Kwa sababu alikuwa ameizoea tu sauti ya kuhani wake, yani mchungaji wake Eli. Kwa hiyo kila siku alikuwa anasikia baba akimuita na kumtuma. Kwa hiyo alifikiri baba anamuita, kumbe ni Mungu anasema na yeye. Kwa hiyo na sisi tukiwa tumetingwa na shughuli hizi, tukazipa kipaumbele, tukasema tumekosa muda, ila tukapata muda kwenye maofisi yetu, tukapata muda kwenye kazi za biashara huko, tukapata muda wa kuangalia kombe la dunia hata masaa 3, hata masaa 4, lakini faragani pa Bwana hata saa 1 tunashindwa. Tutajikuta tunaanza kuota hadi mechi kwamba leo atafungwa. Nani jana walikuwa wanacheza? Leo atafungwa Morocco. Bwana tusaidie. Lakini pia inasababisha shughuli nyingi hizi zinasababisha uchovu wa mwili ambao kupelekea kushindwa kuyafanya yale tutakayo. Hizi shughuli nyingi utakuta mara nyingi tumechoka huko. Yani kwa Bwana ndio tunasemaga tumechoka. Lakini kazini yani asubuhi lazima uamke. Kama ni ofisini lazima uende tu. Lazima uende. Kwenye biashara lazima uende. Lakini ikishafika kwa habari ya ibada, kwa habari ya kuingia hemani mwa Bwana, utakuta kila kitu kinauma. Unasema ninajihisi uchovu, ninajihisi usingizi. Ni nini kilichotusababisha? Shughuli nyingi. Haleluya. Vile vipaumbele ambavyo tumeweka. Lakini tukiweka kipaumbele, tukamweka Mungu kipaumbele, Mungu kuwa mbele, pamoja na kuchoka, tutaingia hemani mwa Bwana na Bwana atatutia uweza na nguvu zitakuwa juu yetu. Haleluya. Unaweza kusoma Misali 6
Misali sura ya 6 na mstari wa 10 na 11. Anazungumza kwa habari ya mtu mvivu. Anasema mtu mvivu akitaka kuamka atasema ngoja bado hakujacha. Ngoja ninyoshe kidogo mguu. Ngoja ninyoshe kwanza mkono. Haleluya. Na anasema maskini wako unakuja kama mvuli. Kwa hiyo na sisi tukiendelea na shughuli zetu alafu hatujaweka kipaumbele kwamba Mungu awe kipaumbele kwetu, tutajikuta mambo haya yanatusonga. Mwisho wa siku linapofika suala la Bwana, tutakuta tunavyo visingizio vya kutosha. Na kweli mtu akikuangalia anakuta kweli, ila kweli mbona ulikuwa night jana, kwa hiyo umechoka kweli. Mbona kazini umetumia masaa 12? Umetumia karibia masaa pengine 18, 15, hukuchoka. Ila kwa Bwana saa moja tu. Nini kilichotokea? Kwa sababu ya kile kipaumbele ambacho hatujakiweka kwamba kipaumbele awe Mungu. Haleluya. Mungu atusaidie. Lakini pia unaweza kusoma ile Wagalatia 5. Wagalatia 5 na mstari wake wa 17 hadi 18. Hapo anazungumza kwamba imetupasa kuenenda katika roho. Lakini hapo ukiangalia kwenye 18 hapo Wagalatia hiyo 5 na mstari wake wa 18 utakuta anazungumza kwa habari ya kwamba roho hushindana na mwili. Yaani hivi vimepingana tokea mwanzo. Kwa hiyo sasa kitakacho amuru kwamba ukifuate ni kile ambacho kina nguvu. Hasa shughuli nyingi na kuto kumuweka Mungu kipaumbele cha kwanza inasababisha tunajikuta mwili ndiye ambao unatuendesha. Ikifika tu swala la ibada, yani kila udhaifu utakumbana na. Bwana tusaidie. Lakini pia shughuli nyingi husababisha kukosa nidhamu ya maombi. Shughuli hizi nyingi ambazo ni ambazo ni kizuizi cha maombi kinatusababisha kutokuwa na nidhamu katika maombi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Utakuta umetoka huko kazini, umetoka huko kwenye kazi, sijui ni biashara, sijui ni ofisini, sijui ni kazi yako binafsi, sijui ni masomo, sijui ni familia yako, sijui ni nini. Unakuta umetoka pale, umefika umechoka. Kwa nini? Kwa sababu ya kwamba wewe hatujamweka Mungu kuwa kipaumbele. Kinachotokea ni nini? Unapofika kwenye swala la maombi, wakati ni sehemu ambayo ni ya faragha na baba yako, utakuta unafika tu, unaenda tu kwa mazoea, kama sala zile za chakula, unakuta tu umepiga sala zile za chakula, unakuta umepiga tu sala zile za kwenda kulala. Hali hujazungumza na Mungu. Haleluya. Kwa habari ya kulala, kutaka ulinzi kwa ajili ya kulala, kwa habari ya kukitakabali chakula, kukipokea chakula kwa jina la Bwana, ni vitu viduchu. Haleluya. Lakini baba anahitaji tuwe na faragha naye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo utakuta kumetokea hakuna hapo kwenye nidhamu, kukosa nidhamu kwenye maombi. Utakuta sasa tumekuwa tu kwenye sala, tumekuwa tu kwenye, hatuna utulivu, hatuna muda. Yaani unakuta mara nyingine imebaki tu ni kwenda kanisani. Yaani ukienda kanisani ndio eti wakati wa kupata muda wa kunena kwa lugha. Ukule nyumbani wakati Mungu kabisa anasema kwenye Wakorinto wa kwanza na ile sura ya 2 anasema yule mtu anenaye kwa lugha anajiimarisha nafsi yake mwenyewe. Sasa unapofika eti huko hujanena, hujawa na muda mwingi wa kunena na Mungu ili Mungu akukarabati, ili Mungu akutengeneze, ili Mungu akuuishe. Inachotokea sasa kwa sababu ya ile mashughuli mengi, utakuta tu tumekuwa watu wa ibada ya Jumapili. Kule nyumbani hakuna ibada.
Ili ukifika hapa ndio kwa sababu wingu la Mungu limefunika, na kwa sababu Yesu Kristo yuko mahali hapa, kwa sababu hapa ndipo Mungu alipopachagua mahali pa kukutana na sisi hapo, kwa sababu wingu la Mungu limetuvuvia. Hapo ndio utakuta mtu anafurika, mtu ananena kwa lugha. Lakini kule nyumbani hana ibada kabisa, hataki kunena kwa lugha, wakati Mungu anasema kabisa katika kunena kwa lugha Mungu anaimarisha, Mungu anauisha, anamuisha mtu binafsi. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie. Haleluya, Mungu atusaidie. Tusiweke shughuli nyingi kuwa kipaumbele kwetu, bali tumuweke Mungu kuwa wa kwanza. Lakini pia kipengele cha pili kinachotukosesha kabisa kuto kufanya maombi ni dhambi. Muamini, kwa kawaida tunasema hivi, muamini ambaye dhamira yake hii hai hana ujasiri kabisa kuwa na mazungumzo na baba yake au Mungu wake punde tu ajuapo au afahamupo amemkosa Mungu. Ila muamini mwenye dhamiri hai punde anapogundua kwamba ameanguka, punde anapogundua ya kwamba amemkosa Mungu wake, basi wema wa Mungu na rehema za Mungu humvuta kuomba toba na msamaha na rehema. Haleluya. Kabisa Mungu ni mtakatifu. Mungu ni mtakatifu. Haleluya. Na tunapo madhambi ni kizuizi kimojawapo cha maombi, cha kutokuwa kuwa na mazungumzo na Baba. Kuwa na mazungumzo hafifu, au kutokuwa na mazungumzo kabisa, au yani kabisa kutokuwa na maombi. Dhambi. Haleluya. Lakini kwa mtu ambaye dhamira yake iko safi, dhamira yake iko hai, hata akikosa, kwa sababu yeye Baba, yani Mungu wetu ni Baba yetu. Haleluya. Kwa hiyo anapojua kwamba hapa nimekosea, hapa nimeanguka, huwa ananyenyekea mbele za Baba. Na Baba anasema ampendaye humrudia, mara nyingine humkemea, mara nyingine humchapa na viboko, ili mradi tu afuate, atende sawa sawa na vile Baba atakavyo. Haleluya. Si hata sisi wazazi tuko hivyo. Tunataka watoto wetu waende. Hata wakikukosea, mara nyingine utachapa, lakini unachapa ili kwamba tu angalau afuate yale maelekezo ambayo unampa. Haleluya. Kwa hiyo sasa, dhambi ni kizuizi cha maombi. Kama kabisa ukawa na dhambi, alafu dhamira yake imekufa, utakuta eti mtu ametenda dhambi kabisa, lakini yuko huru kabisa, anapanda madhabahuni. Hiyo dhamira ni mbovu na imekwisha kufa, na Mungu hata kusikia. Haleluya. Ila mwenye dhamira nzuri na dhamira iliyo hai, wakati huo wema wa Mungu tamvuta kuomba toba na rehema. Haleluya. Tunaweza tukaangalia, muda wangu umeenda sana, tunaweza tukaangalia ile Isaya 59 na mstari wake wa kwanza hadi wa pili. Isaya 59 mstari wake wa kwanza hadi wa pili. Lakini pia Yohana 9 na mstari wake wa 31. Hapa neno la Mungu linasema Mungu hamsikii, huwa hawasikii wenye dhambi. Lakini pia Misali 6 na mstari wake wa 16 hadi 19. Unaweza ukaangalia hapo. Lakini pia unaweza ukaangalia, ngoja hapo nisome, Yoeli sura ya 2.
Yoeli sura ile ya 2 na mstari wake wa 12, neno la Mungu linasema hivi: lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza. Lalueni mioyo yenu wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hughairi mabaya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Mungu achangamani na uovu, la sivyo ukiingia hapa ili dhambi siwe kizuizi, basi wema wa Mungu utatuvuta katika kuomba toba na rehema. Haleluya. Lakini kipengele cha pili, jambo la tatu lingine ambalo linatuzuia ni kizuizi katika maombi, ni kukosa neno. Yaani hapa ndio msingi kabisa, yaani hili ndio yaani hapa hata litosha tu katika kipengele hiki nipate kusimama tu na tukamaliza ibada. Yaani kukosa neno. Kukosa neno. Sizungumzii kwa habari ya kukosa neno lile ambalo katika Wakolosai kwamba vinywa vyenu vijawe na neno la Mungu kwa wingi, kwa zaburi, kwa nyimbo na kadhalika. Sizungumzii hilo, ila ninazungumzia kwa habari ya kukosa neno tunapoomba. Haleluya, haleluya. Ninazungumzia kwamba kizuizi kikubwa cha maombi yetu ni kukosa neno. Kukosa neno tunapoomba. Haleluya. Kwa hiyo kwa namna nyingine tunaweza tukasema hivi kwamba matokeo ya maombi katika Yesu Kristo, au matokeo ya maombi au mazungumzo kati ya mwana na Mungu wake, matokeo hayo hutegemea neno lililotoka kwa Mungu wake kulingana na aina ya mazungumzo hayo. Haleluya. Matokeo, ili tupate kuona matokeo ya yale ambayo tunazungumza na Mungu, inategemea sana neno ambalo Baba atatupa wakati tunaomba. Itategemeana sasa kwamba ni aina gani ya mazungumzo ambayo unazungumza na Baba yako, unazungumza na Mungu wako. Haleluya. Kama ni kwa habari pengine mazungumzo yako mazungumzo yako na Mungu wako, pengine ni hitaji la uponyaji, Mungu atakupa namna vile ambavyo atakupa namna ya uponyaji wako ambavyo utakuwa. Haleluya. Kama ni habari ya huduma, Mungu unapozungumza naye atakupa namna ya kutumia hiyo huduma ambayo ameiwekeza ndani yako. Haleluya. Kama ni mchungaji, manake Mungu wakati Mungu anazungumza naye atampa neno namna ya kuendesha, namna ya kuwaongoza watu wake ambao amempa. Haleluya, haleluya. Pasipo hivyo tutaomba, tutakesha siku nyingi, lakini hatutaona matokeo. Mwisho tutabaki tumekata tamaa. Mwisho tutabaki tuna manunguniko ya kwamba Mungu hajibu. Mwisho tutabaki ya kwamba tumeomba kwa muda mrefu lakini hatujaona matokeo. Tunakata tamaa. Lakini katika maombi Mungu huachilia neno kulingana na aina ya mazungumzo ambayo unazungumza naye. Haleluya. Kama ni wakati wa kuoa, kama ni wakati wa kuolewa, Mungu atakupa neno namna gani ambavyo uoe, namna gani ambavyo uolewe. Haleluya. Kama ni namna ya kuimba, Mungu atakupa namna yake. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Pasipo kupata neno ni kazi bure. Yaani unaweza kufunga hata miaka 40 lakini usipokee. Lakini Baba akiachilia neno
hilo neno, hilo neno ni kweli. Na yeye anasema neno lake, ameapa kwa jina lake takatifu, hata sema uongo, hata libatilisha hata siku moja. Haleluya, haleluya. Yani akisema, yani wakati tunaomba akisema mwaka huu ni mwaka wa kuoa, yani hata badilisha hata siku moja. Lakini kama umeenda tu umeomba ukasema nimefunga sasa nimeomba, alafu umetoka pale umesimama lakini hujapokea neno, utakuwa tu umejiendea, alafu unajiendea unakutana na magumu, narudi tena, bwana niliomba nilifunga, hukupokea neno. Haleluya. Na Bwana alisema naye muda akiwa mchanga, akiwa mtoto, ya kwamba wewe utakuwa mkuu katika hii nyumba, na hawa baba zako na hawa ndugu zako na jamaa zako wote hawa watakuja kupiga magoti mbele zako. Ikapita kwa sababu ni neno la Mungu, kwa sababu alibatilika. Ilipofika akawa waziri mkuu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ilipofika kwa habari ya Musa kuwaongoza wana wa Israeli kuingia katika nchi ya Kanaani, baba alimpa neno. Ingawaje Musa alikuwa na kigugumizi, ingawaje Musa alikuwa hawezi, lakini baba alimpa neno. Akasema, mwanangu, wewe hakuna, nitakwenda kwa namna hii ya kwamba uso wangu utakwenda pamoja na wewe. Sitakuagizia malaika, bali mimi nitakuwa pamoja na wewe katika kila hatua. Haleluya. Ilipofika habari ya Yeremia,
Mungu akamtokea Yeremia akiwa ni mtoto. Yeremia anasema mimi ni mtoto, lakini Mungu alimpa neno akasema, mwanangu Yeremia, usiseme wewe ni mtoto, mimi nitakuwa pamoja na wewe. Haleluya, haleluya. Na nitakutuma nitakupeleka pale nitakapo, na nitakuwa pamoja na wewe, na nitakupa maneno kwa huyu ambaye nitakutuma. Haleluya, haleluya. Watu wote, watumishi wote walipewa neno. Haleluya, haleluya. Kama haitoshi tu, basi hata mchungaji wetu inaweza kawa ushuhuda kwetu, kwa sababu makanisa ni yale. Lakini mnaona vile ambavyo unakuta analiongoza kanisa la Bwana. Ni namna gani vile ambavyo anaongoza? Ni kwa sababu wakati Mungu anamuita, alimpa neno kwamba naenda Shinyanga na watu wa Shinyanga wako hivi, na utaendesheje hilo kanisa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi naomba tusimame. Naomba tusimame. Kila watumishi walipewa neno. Walipewa neno. Ni Mungu tu atusaidie. Tusiondoke upesi katika maombi hali hatujapokea neno letu kwa lile ambalo tunaliendea. Tusiondoke upesi. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sasa kwa wakati huu, tuende mbele za Bwana, tukimwomba Bwana kwa habari ya kila vizuizi vinavyotuzuia kufanya ibada. Vizuizi vyote vinavyotuzuia kutokuwa na ushirika na Mungu, kutokukaa barazani pa Bwana, kutokuwa na ibada na Bwana kwa muda. Hebu twende tukang'oe, hebu twende tukabomoe, hebu twende tukavunje, hebu twende tukaangamize. Haleluya, haleluya. Yeremia sura ya 1 na mstari wake wa 10 itatuongoza hapo. Lakini pia hebu twende tukaombe kwa habari ya kiu, kwa habari ya njaa, kwa habari ya shauku ya maombi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Na hapo neno ambalo litatuongoza linatoka Zaburi 92 na mstari wake wa 10. Tuombe shauku ya moyo wa ibada. Tuombe shauku ya ibada ya maombi binafsi, ibada binafsi. Ndiyo ambayo itatujenga, ndiyo ambayo itatuimarisha. Huko tutaimarishwa, huko tutatiwa nuru katika macho yetu, huko tutawishwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema, angalia nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu. Hiyo ni Yeremia 1:10. Lakini Zaburi 92:10 neno la Mungu linasema hivi. Karibu sia na manakati landa rabasika. Bali pembe yangu umeinua kama pembe ya nyati, nimepakwa mafuta mabichi. Haleluya, haleluya. Basi twende mbele za Bwana tukisema, Bwana tupe kiu, tupe njaa, tupe moyo wa kupenda ibada, shauku ya ibada, kiu ya maombi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Twende moja kwa moja kwenye maombi. Rabo seketeli la basia landa la bakolia lindo robo seketeli la basia rapapakasia leketeli la masia la babao yanda la bakasika la papakasia leketeli la basia la manakata la papakata lekorilo bo seketeli la basaka likara bababo seketeli la basia la papakata la bosa. Ni shauku yako Bwana, ni shauku yako muumbaji wetu, ni
ni shauku lako Jehova, ile ni shauku yako, ni shauku yako ya kwamba Bwana tukae barazani pako, ni shauku yako Bwana ya kwamba tukae barazani pasili yako, ili tukae katika uvuli wako. La pakatede boselina la manakatarabosa likarabasia la manakata lepo kosaka likarabasia la manaka le papakasa leketeli la masia lekatarabose kete likarababa yanda la bakasea lepo pokosaka likarabasaya la manakata la papakata likarabaseke lindorobose keteli la basia landa la bakasa. Ni shauri lako Bwana, ni shauri lako la kwamba Bwana tukae miguuni pako, miguuni pako, miguuni pako, miguuni pako, miguuni pako. Tufunzwe, tufundishwe, tufinyangwe, tutengenezwe. Rapa katarabosa likaramasia lepo pakasaya lekataramasia lepa pakata lepa pakasia lekatarabakata. Lakini kanisa lako Bwana, lakini wana wako Bwana, tumepungua sana, tumepungua sana, tumepungua sana, tumepungua sana, tumepungua sana. Tumeweka vipaumbele, tumeweka mambo yetu vipaumbele. Rapa katarabosa likarabasia lenda la masia lekatarabosa katarabasia likaramanakata likarabakataya liko lilobose keteli la basaka. Mungu liyejawa neema, Mungu liyejawa huruma, Mungu siye mwepesi wa asila, Mungu mshika maagano, Mungu nega ili mabaya kuwa mema. Nasi Bwana, nasi mtakatifu, nasi Mungu liye hai, Bwana wa mabwana, Jehova ile, Jehova Shama. Rapa kata lepo kosika linda la masia lepo pokosaka landa la masia lekatarabasaya. Tunaomba toba, tunaomba toba, tunaomba toba, tunaomba toba, tunaomba toba, tunaomba toba na rehema, tunaomba toba na rehema, tunaomba toba na rehema, tunaomba toba na rehema kwa yale mambo, kwa yale mambo, kwa yale mambo, kwa yale makosa, kwa ile dhambi, kwa ule uovu uliotuzuilia, 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 uliosababisha tukose ujasiri, tukose ujasiri, tukose ujasiri, tukose ujasiri kufanya ibada pamoja nawe. Baba tusamehe, Bwana turehemu, Bwana tutakase, Bwana tuoshe, Bwana tusafishe kwa damu yako, 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 katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunang'oa uvivu, 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 uzembe, 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 ulizembe, uzembe, uzembe, uvivu, uvivu, uvivu uliotusababisha tusikae barazani pako, tusikae barazani pako, tusikae miguuni pako. Tunang'oa kila aina ya uvivu, kila aina ya uvivu, roho ya uvivu, roho ya uvivu, roho ya uvivu, roho ya uzembe, roho ya uzembe, roho ya uzembe, roho ya uzembe katika kanisa la Bwana, katika kanisa la Bwana. Ng'oka, 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 ng'oka. Tunakubomoa kwa jina la Bwana, tunakuharibu kwa jina la Bwana, tunakupiga kwa jina la Bwana, tunakuangamiza kwa moto wa Bwana. La pakata lekatarabosa likarabasia lendorobosa likarababa lianda la bakata likarabose linda la masia lekete lepoko lekesa la matakate liko libosia la papakata le manakata lepokosia lindorobosa likarababa yanda la basia leko rapapakata likarabosa. Ewe uovu, ewe uovu, ewe uovu, ewe uchafu, ewe uchafu, ewe dhambi, ewe dhambi, ewe roho ya uchafu, ewe roho ya uovu, ewe roho ya makosa, ewe roho ya mawazo mabaya, ewe roho ya fikra mbaya ambayo umetufichamanisha na uso wa Bwana. Leo hii tunakung'oa. Hauna nafasi ndani ya kanisa la Bwana, hauna nafasi ndani ya mwili wa Kristo, hauna nafasi. Mawazo mabaya, roho ya mawazo mabaya, roho ya fikra mbaya, ng'oka. Tunakung'oa kwa jina la Bwana, tunakubomoa kwa jina la Bwana,
tunakuharibu kwa jina la Bwana, tunakuangamiza kwa moto wa Bwana ulao, kwa moto wa Bwana ulao, kwa moto wa Bwana uteketezao. La pakata lepokosia lenderemasia lepapakata lekatarabosa likarabakata lemanakata likarababa yandarabasia lekorababa yandarabasa likarabose lindaramaka lepopokosa lakatarabosa likarabasia lendaramasia lepapakata lepokosekete lindorobosa rabakata likandarabasia lendarabaka lepapakata lepapakata lepopokoseka landarabakolia likarapapa likarababa likarababa likarabaka likarabaka likarabasia lendarabakasaka likarabakata likarabakata lipopokosa likarababa lilalabasa likarabasia. Kila roho kila roho kila roho kila roho kila roho kila roho ya dhambi, kila roho ya dhambi itendayo kazi ndani yetu, kila uovu kila uovu kila uovu kila uovu kila uovu kila uovu uliofanyika katika kanisa utunyimao ujasiri wa kwenda mbele za Bwana. Iko damu itakasayo la pakata le papakata lipakata likarabakata likarabakate likarabasia le papakata likarabasia la papakata. Kwa kupigwa kwake tumepona, kwa kupigwa kwake tumepona la pakatarabosa. Kwa kupigwa kwake Baba ametushirikisha na Roho Mtakatifu, ametushirikisha na Roho Mtakatifu. Hivyo kila roho ya dhambi itendayo dhambi tunakufuta kwa damu ya Yesu, tunakutowesha kwa damu ya Yesu. Toweka. Achia utunyimae ujasiri kusimama mbele za Bwana. Iko damu itutakasa, iko damu itusafisha. La pakata linda labasek linda labasia lenda labaka lepopokose linda labasia lepapakata lekatarabasia la katarabakoli linda labaka lilobosa landa labakasia la papakata lendo robosa katalamaimo lekatarabosa la manakata lekolibo lianda labasia lepopokosaka landa labakate linda labasia landa la mama lianda labakolia la papakata lekolilobose la papakasaka. Bwana Yesu Kristo uliye hai milele na milele, Bwana, katika jina la Yesu Kristo Baba, umetuwekea na kutushirikisha kwa Roho wako Mtakatifu, umetushirikisha heshima yako na utukufu wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. La manakata likarabakata